taasisi zetu zitaendelea kushirikiana na serikali yako tukufu katika kujenga Tanzania yenye haki, amani, usawa, maendeleo na heshima kwa wote. Aidha, taasisi zetu zote zinaendelea kukemea vikali kauli zenye viashiria vya kuvunja amani, upendo na kuvunja heshima za viongozi wetu. Kwa kufanya hivyo, ikiwa ni sehemu ya mafundisho ya dini yetu, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie, akupe afya njema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wewe na jopo lako lote la uongozi, awape afya njema na nguvu, na uendelee kutuongoza kwa hikma na amani aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Watanzania mnajua rais wetu Mheshimiwa Samia amekuja na falsafa ya ara zile 4. Ara ya kwanza kwa Kiingereza inaitwa resilience, lakini kwa Kiswahili ustahamilivu. Ara ya pili inaitwa reconciliation, kwa Kiswahili inaitwa maridhiano. Ara ya tatu ni reforms, kwa Kiswahili inaitwa mageuzi, na ile ya 4 inaitwa rebuild, kwa Kiswahili maana yake ujenzi mpya. Serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kulinda na kudumisha amani ndani ya nchi. Tumeweka sera nzuri tu ndani ya nchi zinazowezesha kila mmoja kuhubiri na kutekeleza na kusimamia uwepo wa amani katika nchi. Na serikali yetu inaendeleza utamaduni wa kuwa na mijadala ya pamoja, kujadili nini tufanye ili nchi iweze kuwa endelevu kwa amani na utulivu wake. Sera hii ndio ambayo leo imewaleta hapa Islamic Foundation kukutana na viongozi wa taasisi zingine zote kwa ajili ya kujadili mustakabali wa amani katika nchi yetu. Ndugu wana kongamano, vile vile ninazo taarifa kwamba kupitia kongamano hili mmepata fursa nzuri tu ya kujadili umuhimu wa tunu hii ya amani, ambayo wakati wote tumeshuhudia viongozi wa dini mkiwa kwenye majukwaa yenu, membari zenu, mmekuwa mkirudia na kurudia na kurudia kuisisitiza jamii kuhakikisha kwamba tunalinda amani nchi yetu. Nataka niwaambie, bila amani hatuwezi kupata mafanikio yoyote ndani ya nchi. Na hata mkusanyiko huu usingekaa hapa kwa utulivu huu kama nchi hii isingekuwa na amani. Kila mmoja angekuwa na waza litatokea wapi, litatua wapi, na mimi nitaelekea wapi. Utulivu huu ni wa amani, na kwa hiyo endeleeni kuandaa makongamano haya ili tukumbushane na kukumbushana na kukumbushana umuhimu wa kuwa na amani katika nchi. Mmeona vyombo vya habari na mnaendelea kuona vyombo vya habari, nchi ambazo hazina amani, namna jamii inavyohangaika mbio huku na kule, vifo, watu wanalala barabarani wamepoteza maisha. Tanzania tusitoe fursa hiyo. Tutapoteza ndugu na jamaa, kutakuwa na vilio mitaa yote na familia zote. Hatujazoea Tanzania. Twende tushike tunu hii ya amani na tuendelee kuiweka kwenye makongamano kama haya. Na ndio sana mwapongeza sana Islamic Foundation kwa mmefanya jambo kubwa sana. Napokutana na nyie viongozi wa dini na Waislamu wenzangu na wote mlioko hapa waalikwa kama Watanzania, nataka tu niseme kati ya miaka hii ya karibuni kumeanza kujitokeza mmomonyoko wa maadili hasa kwa vijana wetu. Hili nalo naamini mmelijadili na nyie ni mashahidi ninaposema haya, mmegundua huko mabadiliko ya mwenendo ya vijana wetu. Hili jambo lazima tuliangalie kwa upana wake, na ni muhimu sana tukaliweka kama agenda katika kila kiongozi wa dini anapopata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Hii iwe agenda ya kudumu ndani ya nchi, swala maadili na mmomonyoko wa maadili, na hasa vijana wetu. Haya mabadiliko ya teknolojia yanakwenda kuathiri maadili ya vijana wetu, kuiga tamaduni za nchi za magharibi huko. Maadili ya vijana wetu yanamonyoka.
Siku hizi kijana mdogo kumuita mzee kitu cha kawaida, jambo ambalo kimaadili halipo. Kwa vitu vya namna hii, sisi ndio viongozi wenye jukumu la kusimamia eneo la maadili ili tupate wa vijana ambao wana maadili mema. Na tuanzie kwenye ngazi ya familia. Tumeweka mfumo wa shule na walimu, na wao wanafanya kazi ya kusaidia kurekebisha mwenendo wa vijana wetu. Lakini kubwa zaidi, taasisi za kidini kwenye misikiti na makanisa, mashehe, mapadre, wachungaji, mababa askofu, mnafanya kazi nzuri sana. Wakati wote mkiwa kwenye membari mnazungumza hayo. Wale Wakristo kwenye nyumba zao nao wanazungumza haya. Endeleeni na jukumu hilo. Hakika Tanzania tumefika hapa ni kwa sababu ya mchango wenu. Bila ya nyie kuwa mstari wa mbele kuhubiri na kukemea mmomonyoko maadili, sasa tungefika mahali pabaya kweli kweli. Pamoja na kwamba tunasema tunashuhudia mmomonyoko, lakini mmefanya kazi kubwa sana kurekebisha hali hiyo. Endeleeni na jukumu hilo. Kila kiongozi wa taasisi, endeleeni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata neno lenu linaloweza kuimarisha maadili yetu kutoka kwenye vijana wetu. Hapa nataka tujalizishe viongozi vijana ambao wanaweza kuongoza nchi kwenye sekta mbalimbali na kutoa huduma stahiki kwa Watanzania wengine. Kwa lazima tuwajenge kutoka umri mdogo. Wanapokuwa tukiwapa mamlaka, unajua sasa tunapata huduma na mtu ambaye amelelewa na ana maadili mema. Haya ndio ambayo tunataka. Tupambane na rushwa. Wale wanaji rushwa, lazima tuimarishe namna ya kupambana na rushwa katika nchi ili isiathiri maendeleo ya watu wetu. Vitu vya namna hii. Sisi tunazungumza kwenye maeneo ya msingi, tunataka kila mmoja awe na hofu ya Mungu, na kila anapopata kusema, anapotenda, amrudie Mwenyezi Mungu, aone kwamba je, anapaswa kufanya haya au la. Swala maadili na mmomonyoko, nimefurahi sana kusikia kwamba melizungumza. Nchi yetu haiwezi kuendelea tulivu kama tujengi maadili na kusimamia kwa vijana wetu wadogo ili wakuwe nayo. Twende tukasisitiza umuhimu wa kukuza utamaduni wa majadiliano na maridhiano katika kushughulikia tofauti zilizoko miongoni mwetu. Tukienda kusisitiza umuhimu na kujenga utamaduni wa kukaa pamoja kujadili, tutafika mbali sana. Wazee wetu huko zamani kwenye familia zao walikuwa na mzee mwenye familia alikuwa anakaa hapo moto wa jioni, anaita vijana wake wanazunguka moto, anasema mmoja baada ya jingine yale ambayo hayastahiki kufanywa kwenye familia hiyo. Kwa moto wa jioni ulitumika sana na wazee wetu wa zamani kukemea mambo. Na sasa tunao wazee wa mila kwenye maeneo yetu, bado na wao wanafanya kazi kubwa nzuri. Twende tuungane nao kama sisi viongozi wa dini, na sisi tuna nafasi hiyo vile. Hapa tunataka tupaswa kujenga jamii na kuheshimu maoni tofauti na kuhimiza mjadala kwenye majukwaa, na nafasi ya viongozi, taasisi, wana jamii ndio iwe daraja la kwenda kwenye maridhiano ambako tunatamani mambo haya jitokeze.